Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu Nchemba amesema kuwa taarifa za utekaji zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuwa ni mchezo na ajenda maalum zilizoratibiwa na watu wenye lengo la kuvuruga na kuichafua Tanzania kimataifa. Dkt. Mwigulu amesema hayo leo Jumamosi Mei 23 wakati akihutubia mkutano wa hadhara wa wananchi mkoani Iringa. Amewataka Watanzania kushituka na kuamka, akieleza kuwa picha na video zinazoonyesha watu walioumizwa wakiwa na pingu zinasambazwa kimkakati ili kutengeneza picha kwamba kuna hali ya ukosefu wa usalama nchini. Unakaa hivi unasikia sister katekwa, unakaa hivi si padri katekwa, unakaa hivi. Nimeona mwingine jana tena, nimeona mtandaoni pale eti katekwa, unaangalia mtu kaumizwa ana pingu. Hizi ni ajenda maalum. Hii ni michezo, na hii michezo haijaanza jana. Hii ni michezo haijaanza jana. Kwa Tanzania tuamke. Hizi ni ajenda za watu wenye akili wanaolitafuta taifa letu. Ni ajenda za watu wenye akili. Hii sio mpuzi tu hivi. Nitawapa mifano michache ya kuwatafakarisha tu ili mtafakari. Na bahati nzuri nimeshakuwa wizara mbalimbali, naijua hii michezo. Kuna mwaka ikatokea kila siku anauawa mwenyekiti wa kijiji Kibiti kule, anakutwa shambani, wanaua, hawachukui hata jembe. Walimuua kwa ajili ya nini? Hivi tumewahi kujiuliza walikuwa wanaua ili iweje? Baada ya hapo wameuawa watu wengi. Haijawahi kuwa story kwa sababu wenye viti wengi wale walikuwa viongozi wa CCM. Haijawahi kuonekana ni serikali, wenye viti wa serikali ya kijiji. Kilichotafutwa ni nini? Vyombo vya ulinzi na usalama vikasimama imara. Haikuwa kazi nyepesi kukomesha njama hiyo. Likatoka hilo, ukaja mwaka tunasikia mabomu yamerushwa kanisani. Meenda Arusha pale, bomu limerushwa kanisani. Walitaka kuchukua nini kanisani? Bomu la moto. Walitaka kuchukua nini? Hatujiulizagi, na kwa sababu mambo ya usalama pia uwezi ukaweka wazi kila kitu. Kauli hiyo ya waziri mkuu imekuja kufuatia kauli iliyotolewa Mei 21 mwaka 2026 na naibu katibu mkuu wa Chadema Amani Golugwa, aliyesema kuwa tukio la kuchukuliwa kwa nguvu kwa msaidizi wa Tundu Lissu David Jumbe ni tukio la utekaji nyara, halipaswi kutafsiriwa tofauti. Kwa mujibu wa Golugwa, Jumbe alichukuliwa na watu 6 ambapo mmoja wao alidaiwa kuvaa mavazi yanayofanana na sare za polisi huku wakitumia gari kutekeleza tukio hilo. Hata hivyo, baadaye jeshi la polisi kanda maalum wa Dar es Salaam lilieleza kuwa linafuatilia taarifa hizo kuhusu madai ya kutekwa kwa David Jumbe. Katika hatua nyingine, waziri mkuu Dkt. Mwigulu Nchemba amewatahadharisha wananchi kuwa makini na wanasiasa na watu waliopo ndani ya mifumo wanaotumika kama vibaraka wa mataifa ya nje kuhujumu utulivu wa nchi kwa maslahi ya rasilimali. Ili tuendelee kutekeleza miradi hii, ni lazima jambo la amani ndani ya nchi yetu liwe ni kipaumbele cha kila Mtanzania. Hatuwezi kutekeleza mambo haya kama nchi yetu haina amani.